Nitampata wapi sehemu ya kwanza. Karibu katika simulizi mpya, simulizi inayokwenda kwa jina la Nitampata wapi. Simulizi hii iliyojaa visa na mikasa ya kusisimua, simulizi yenye kisa cha kweli, simulizi inayoelezea maisha halisi, maisha ya upendo, uvumilivu, usaliti katika mahusiano. Anayetusimulia kisa hiki ni kijana anayefahamika kwa jina la Goodluck Thomas. Ni kipi ambacho Goodluck anataka kutueleza? Ni nani ambaye Goodluck anasema atampata wapi? Twende naye sambamba. Goodluck anaanza kutueleza. Goodluck anasema, kwa majina anafahamika kama Goodluck Thomas. Nimezaliwa katika mkoa wa Rukwa. Mimi ni mtoto wa tatu katika familia yetu. Katika familia yetu watoto wa kike wapo wawili, na mimi Goodluck ndiye mtoto pekee wa kiume katika familia yetu. Umri wangu kwa sasa ni miaka 30. Dada zangu wote wameshaolewa, kwa hiyo mimi ndiye niliyebaki nyumbani kwa wazazi. Wazazi wetu wametulea katika maadili mema, wametufunza upendo, umoja pamoja na mshikamano. Hata mimi nilijifunza mengi kutoka kwa wazazi wangu, kwa sababu siku zote katika maisha yao nimeshuhudia wazazi wangu wakiishi katika upendo mkubwa sana. Hivyo hata mimi niliamini kwamba mwanamke yeyote yule katika ulimwengu huu anastahili upendo wa dhati, upendo wa kweli. Mwanamke yeyote, kuna ule msemo usemao kwamba mwanamke anahitaji matunzo. Kila mtu ana historia yake, namna alivyoanza safari ya maisha yake ya kimahusiano. Wengine walianza safari zao wakiwa katika kumbi za starehe, wengine wakiwa safarini, wengine walianza safari zao za mahusiano yao wakiwa mashuleni pamoja na vyuoni. Lakini safari yangu mimi Goodluck ilianzia shuleni. Nakumbuka nikiwa kidato cha pili, kuna binti mmoja ambaye nilitokea kumpenda sana. Binti yule alikuwa ni mwembamba kiasi, alikuwa mweusi wa kung'aa, alikuwa mrefu wa wastani, pia alikuwa na shepu ya kike. Kiufupi binti yule alikuwa ni mrembo sana. Vijana wengi wa pale shuleni walikuwa kimshobokea, lakini alikuwa akiwakataa. Pia kuna baadhi ya walimu ambao walikuwa hawafuati maadili ya taaluma yao, nao pia walijaribu kumfuata binti yule, lakini aliwakataa. Vijana wa mjini wanasema kwamba aliwatolea nje. Binti huyu alikuwa anafahamika kwa jina la Kolumba, mtoto wa mzee Ezekieli aliyekuwa akiishi katika kijiji cha Kiliamatunda kutoka hapa hapa Sumbawanga vijijini. Na mimi pia nilikuwa naishi katika kijiji hichi cha Kiliamatunda. Nakumbuka kipindi hicho nikiwa kidato cha pili, nilikuwa na umri wa miaka 16 na Kolumba yeye alikuwa kidato cha tatu, na kipindi hicho yeye alikuwa na umri wa miaka 15. Mimi nilikuwa kidato cha pili ni kwa sababu kuna mwaka ambao nilirudi nyuma kimasomo, hivyo Kolumba akawa amenizidi kidato kimoja, lakini pia kiumri mimi ndiye nilikuwa mkubwa, ni kwa sababu nilimzidi mwaka mmoja. Nakumbuka siku moja nikiwa pale shuleni, ulikuwa muda wa masomo umeisha kwa darasa letu, lakini darasa la wakina Kolumba wao walikuwa bado wapo darasani wanaendelea na masomo. Na siku hiyo nakumbuka ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Sisi kipindi tulikuwa tumemaliza saa 10 jioni. Wakina Kolumba wao walitoka saa 12 jioni. Hivyo kuanzia saa 10 jioni hadi saa 12 jioni nilikaa darasani kwetu kumsubiri Kolumba amalize kipindi ili nimwambie yale yanayonisibu. Basi ilipotimu saa 12 jioni, darasa la kina Kolumba wakaruhusiwa kutoka. Kolumba hakujua kwamba Goodluck mimi sijenda nyumbani, nilikuwa nikimsubiri yeye. Basi baada ya kuona wanafunzi wa darasa la kina Kolumba wanatoka, macho yote yakawa mlangoni kwa kina Kolumba. Lengo na dhumuni ni kumuona binti huyu ambaye ameuteka moyo wangu pamoja na fikra zangu. Huku kimoyomoyo nikijisemea kwamba Kolumba, ni lazima nikwambie ukweli wa moyo wangu. Yaani iwe mvua iwe jua, ni lazima ujue kwamba nakupenda kwa dhati. Nahitaji uwe mke wangu hapo baadaye, baada ya kuhitimu elimu yako. Yaani leo sitakubali siku hii ipite pasipo kukwambia ukweli wa moyo wangu. Wakati naendelea kuwaza hivyo, ghafla nikamwona binti yule mrembo anafahamika kwa jina la Kolumba akitoka katika darasa lao, huku akiangaza macho huku na kule kana kwamba kuna mtu ambaye alitegemea kumuona. Baada ya sekunde chache akaanza kupiga hatua kuondoka eneo lile. Kiukweli pamoja na uzuri wake aliobarikiwa nao Kolumba, alikuwa na mwendo fulani hivi ambao
ulikuwa unamfanya aonekane kuwa tofauti na wanafunzi wengine wa kike pale shuleni. Yaani Kolumba alikuwa na mwendo fulani hivyo madaha. Mwendo utafikiri kuna sehemu alienda kujifunza namna ya kutembea. Yaani kila hatua aliyokuwa anaipiga ilikuwa inaacha hesabu na maswali mengi machoni pa watazamaji ambao walikuwa wakimtizama mrembo huyu. Basi wakati Kolumba anaendelea kuondoka, nikamuita, "Dada Kolumba, dada Kolumba." Kolumba kageuka nyuma pasipo kuitika ili kumwangalia mtu ambaye alikuwa akimuita. Kwa mikogo ya kike akasimama. Nilimuita Kolumba huku nikimkimbilia. Baada ya kufika karibu yake, nikamwambia, "Samani dada Kolumba kwa kukusimamisha." Kolumba akaniambia, "Bila samani kaka, karibu na kusikiliza." Nikamwambia, "Mimi kwa majina yangu naitwa Goodluck, nipo kidato cha pili." Kolumba akaniambia, "Nakufahamu Goodluck. Ulikuwa unasemaje?" Nikamwambia, "Samani dada Kolumba, kitu ambacho nilikuwa nataka kukwambia hapa si sehemu sahihi na nimekusubiri sana kukwambia hicho kitu. Kama utojali dadangu, naomba nikwambie huku tukiendelea kutembea. Samani sana kama nitakuwa nimekukwaza dadangu." Kolumba akaniambia, "Haina shida Goodluck, tunaweza kwenda, ila hakikisha unaniambia maneno ambayo hayatanikwaza." Nikamwambia Kolumba, "Haina shida dadangu, ni maongezi ya kawaida tu." Basi tukaanza kuondoka, lakini muda wote huo nilikuwa nawaza nitaanza vipi kumweleza hisia zangu binti huyu mrembo ambaye tayari nimeshasikia sifa zake kwamba si binti mrahisi, na huwa akikuchukia basi anakuchukia kweli. Kama utathubutu kumwambia maneno ambayo hataelewa, basi atakuchukia mazima na hawezi kukupa nafasi tena ya kukusikiliza. Lakini nikajipa moyo kwamba kila mtu na bahati yake. Huenda hao waliokataliwa halikuwa fungu lao, au hawakuweza kuongea na Kolumba kwa namna nzuri ndio maana akawaacha. Basi nikajikaza kiume na kuanza kumwambia Kolumba namna ninavyohisi juu yake. Basi nikavunja ukimya kwa kuanza kumwambia Kolumba. Nikamwambia Kolumba, "Unajua Kolumba, kitu ambacho nilitaka nikwambie ni hiki. Kitu ambacho nilitaka nikwambie ni hiki hapa. Lakini niahidi kwanza, kama baada ya kukwambia hiki ninachotaka kukwambia, hautokasirika na hautonichukia kama ilivyo kawaida yako." Kolumba akaniambia, "Inafuatana na kile ambacho unataka kuniambia. Siwezi kukuahidi wakati sijui unachotaka kuniambia." "Lakini ni nani aliyekwambia kwamba mimi huwa nachukia watu hovyo?" Nikamwambia, Kolumba, kila mtu anajua kwamba mwanaume yeyote atakaye kutamkia neno anakupenda, basi wewe moja kwa moja unaanza kumchukia." Kolumba akaniambia, "Hapana Goodluck, huwa simchukii kila mtu na kila mtu hawezi kuwa rafiki yangu. Hao wanaosema huwa wanakuja kwangu kuniambia maneno yao ya upendo, kwangu mara zote huwa ni waongo. Wanakuja kwa nia kunichezea na kunitamani tu, na sio kwa upendo kama wanavyodai. Hata hivyo sihitaji kuwa katika mahusiano kwa sasa kwa sababu nataka kusoma kwanza. Hayo mengine yatafuata baadaye nikishamaliza masomo." Kisha akanigeukia na kuniangalia usoni na kuniambia, "Kwani Goodluck ulikuwa unasemaje?" Nikamwambia, "Yani hata sijui nianzie wapi kukueleza haya ambayo nataka kukueleza." Kolumba akaniambia, "Anzia hapo hapo unapotaka kuanza, mimi nitakusikiliza." Basi nikaanza kwa kumwambia, "Kolumba, samahani kama na mimi nitakuwa mmoja wa watu uliowaweka katika listi ya watu unaowachukia. Kutokana na haya nitakayokuambia, ni kwa sababu nimeshindwa kufa na tai shingoni. Kolumba, mimi ni mwanafunzi, lakini ni mwanafunzi ambaye nina ndoto kubwa za kimasomo na kimaisha pia. Mimi Goodluck, ni mapema sana kujiingiza katika janga hili kubwa ingali bado mwanafunzi, tena wa kidato cha pili tu. Lakini nitafanyaje sasa? Moyo wangu umeusaliti umri wangu pamoja na masomo yangu. Kolumba, mimi ni mdogo kidarasa. Umenizidi darasa moja tu, lakini mimi ni mkubwa kwako. Nimekuzidi mwaka mmoja. Hadi kuja mbele yako na kukwambia haya na kukueleza, mimi nimefanya uchunguzi wa kutosha kuhusu wewe. Kolumba, Goodluck, mimi moyo wangu umetokea kukupenda. Na sio tu kwa wapenzi, bali nahitaji uje kuwa mke wangu hapo baadaye, baada ya kumaliza masomo yetu. Nipo tayari kukusubiri hadi siku utakapohitimu masomo yako. Haijalishi utasoma hadi kiwango gani, lakini moyo wangu unaniambia kwamba wewe ni mwanamke wa ndoto zangu, pia ni mwanamke wa maisha yangu. Japo mimi ni mwanafunzi, lakini mimi pia ni mjasiriamali. Ni mjasiriamali mdogo ambaye ninajishughulisha na kilimo cha mboga mboga na kuwauzia watu. Kolumba, endapo utanikubali, mimi nipo tayari kuanza kukuhudumia kuanzia sasa, na sihitaji kingine chochote katika maisha yako zaidi ya upendo wako na ahadi yako kwamba upo tayari kuja kuwa mke wangu hapo baadaye."
Kolumba akaniangalia kisha akatabasamu na kuniambia, "Hivi Goodluck, umewaza nini hadi ukaamua kunitafuta na kuniambia maneno kama haya?" Nikamwambia hakuna nilichokiwaza zaidi ya upofu wa pendo langu juu yako. Kolumba akaniambia, "Lakini mimi nimekuzidi darasa moja na mwakani namaliza. Vipi, huoni kama unaota ndoto za mchana?" Nikamwambia Kolumba, "Iwe ndoto ya mchana, jioni au usiku, madam ndoto hii inahusu uwepo wako katika maisha yangu, acha tu niendelee kuota. Kuhusu kuhitimu masomo kabla yangu, hilo si tatizo. Tatizo ni je, wewe upo tayari kuwa na mimi?" Kolumba akaniambia, "Jamani wewe Goodluck, umewezaje kunifuata na kuniambia hayo maneno? Unajua ni vijana wengi ambao wamekuwa kinifuata na kuniambia namna wanavyonipenda, lakini hawakuwahi kunishawishi kama wewe ulivyofanya. Yaani sikutegemea kuona kijana mdogo kama wewe kuwa na maneno mazuri kiasi hiki. Kwa hiyo upo tayari kunisubiri nimalize masomo ndio anze taratibu za ndoa, si ndio?" Nikamwambia, "Ndio Kolumba, nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yako, ili mradi tu nitimize ndoto zangu zapo baadaye za mimi kuwa pamoja na wewe. Unajua Kolumba, kwa upande wangu vitu vizuri hudumu ndotoni tu pindi ninapolala. Na kingine, wewe ni moja ya vitu vizuri ambavyo huwa naviota na sitamani kuamka katika ndoto hii tamu yenye hadithi nzuri ya namna yake." Kolumba akaniambia, "Sawa, nimekubali, lakini kama utatimiza ahadi yako ya kunisubiri nimalize masomo yangu, na kingine nataka uniahidi kwanza kabla sijawa na wewe." Nikamwambia, "Kitu gani hicho Kolumba?" Kolumba akaniambia, "Nahitaji uongeze bidii katika masomo yako, kwa sababu mimi sitaki mtu ambaye anatarajia kuja kuwa mume wangu kuwa mjinga. Ikiwezekana nafasi yako ya mwisho kushika katika matokeo yako ya mitihani iwe ni nafasi ya 3. Katika mitihani yako natamani nione maxes zikianza 100%, 90%, mwisho iwe 80. Lakini kama unajijua huna akili za darasani, basi jua fika kabisa huwezi kuwa na akili za kuwa na mimi." Nikamwambia, "Hilo tu Kolumba, hilo halina tatizo. Halina tatizo kabisa Kolumba. Yaani hiyo sio shida kwangu. Yaani kwa ajili yako nitaweka bidii katika masomo yangu na kuahidi nitafanya vizuri katika mitihani yangu." Kolumba akaniambia, "Sawa, nimekuelewa. Lakini hadi nithibitishe katika mitihani ya mwezi wa 6 nijue umepata ngapi." Nikamwambia, "Haina shida Kolumba." Basi tuliongea mengi sana siku ile, mimi pamoja na Kolumba, hadi tukajikuta tumeshafika karibu na nyumbani kwa kina Kolumba. Tukaagana kisha mimi nikaelekea nyumbani. Hapo ilikuwa ni 1:30 usiku, lakini siku hiyo ilikuwa ni siku ya kitofauti sana kwangu. Yaani sikuamini eti binti ambaye ameumiza vichwa vya vijana wengi, eti mimi kiurahisi tu amenikubali, tena kwa kunipa sharti moja tu la kuongeza bidii katika masomo. Niliona ni jambo la ajabu sana. Hakika siku hii ya leo, malaika wangu ambaye alikuwa zamu ya kunilinda alifanya kazi yake ipasavyo. Basi nilirudi nyumbani huku nikiwa ni mtu mwenye furaha iliyopitiliza. Hadi mama yangu alinishangaa kuniona namna nilivyokuwa. Nilikuwa nina furaha sana. Yaani nilikuwa nina furaha iliyozidi kipimo kwa siku ile. Mama akaniambia, "Ehe mwenzetu, we Goodluck, mbona leo una furaha kiasi hicho? Kulikoni?" Nikamwambia, "Mama, hamna kitu mama, ila nimefurahi tu. Naomba nikusaidie kupasua kuni." Mama akaniambia, Goodluck, ya kweli hayo?" "Haya mwanangu, kama hakuna kitu, maana nilitaka tusherehekee kwa pamoja hiyo furaha yako." Mama aliongea maneno haya huku akinikabidhi shoka mkononi niendelee kupasua kuni. Basi baada ya kumaliza kupasua kuni, nikaenda kuoga, nikamuomba mama chakula. Mama aliponipa chakula, nikala. Nilipomaliza kula, nikachukua daftari nikaanza kusoma. Mama yangu alinishangaa sana kwa siku hiyo. Akaniambia, "Una nini leo Goodluck? Mbona unaonyesha tabia ngeni? Tangu lini wewe ukajisomea nyumbani?" Nikamwambia, "Mama, kuanzia leo mama yangu, nimeanza kujisomea nyumbani. Nimegundua kwamba natakiwa kusoma ili nipate kilicho bora katika maisha yangu. Na kuanzia leo nimedhamiria kuwa mwanafunzi bora pale shuleni." Mama yangu akaniambia, "Oh, kweli mwanangu? Hongera. Mungu akutangulia katika maamuzi yako hayo mazuri." Nikamwambia, "Mama, ni kweli mama yangu. Nimeamua kusoma na kuacha michezo ya ajabu ajabu. Elimu kwanza mama yangu, mengine baadaye." Mama akasema, "Sawa mwanangu, kaza buti, kwani elimu ndio msingi wa maisha." Nikamwambia, "Mama, sawa, asante mama." Basi mama akaelekea chumbani kwake kulala. Mimi nikaendelea kusoma. Baada ya kusoma kama masaa 3 hivi, nikaelekea chumbani kulala. Lakini kichwani mwangu nilikuwa na mambo mengi sana. Ukweli akili yangu ilikuwa inamwaza binti mrembo Kolumba. Niliwaza moyoni kwamba nitafanya kila kitu
ili siku moja niwe na Kolumba. Basi siku zilizidi kusonga mbele, na katika masomo yangu kulikuwa na mabadiliko makubwa sana. Maksi zangu zilikuwa ni kuanzia 80% kwenda juu, jambo ambalo liliwashangaza walimu pamoja na wanafunzi wenzangu. Hata wazazi wangu pia walifurahi kuona kijana wao nikiwa vizuri kimasomo. Nakumbuka siku moja nikiwa shuleni, mwalimu mmoja aliyefahamika kwa jina la Cyprian aliniita ofisini, kisha akaniambia, "Mdogo wangu Goodluck, hongera sana. Hongera sana kwa kujituma katika masomo yako. Siku zote juhudi njema huzaa matunda yaliyo bora. Tunaona matunda yako sisi kama walimu, hivyo tuna zawadi ndogo kwa ajili yako, kwa ajili ya kukupongeza kwa kuwa mwanafunzi bora." Baada ya mwalimu Cyprian kuniambia maneno hayo, nilifurahi sana, lakini sikutaka zawadi yake. Nikamwambia mwalimu Cyprian, "Asante sana mwalimu kwa kuzitambua juhudi zangu katika masomo yangu. Asante kwa zawadi ambayo mmeniandalia walimu wangu. Lakini niwaambie tu asanteni sana kwa upendo wenu. Lakini mimi nafanya haya yote kwa ajili ya malengo yangu ya baadaye. Na kuna mtu nilimwekea ahadi kwamba nitafanya vizuri katika masomo yangu. Hivyo juhudi zangu zote hizi ni kwa sababu natimiza ahadi na si vinginevyo. Nafikiri hizo zawadi ningempatia mwanafunzi mwingine ambaye pia ni bora katika masomo." Walimu akasema, "Sawa, tumekuelewa, lakini kukupa kwetu zawadi hakumaanishi jambo lolote baya kwetu. Tunakupa zawadi hii ili kuwahamasisha wanafunzi wengine waige kutoka kwako, waongeze bidii katika masomo yao, pia kuatia moyo wale wanafunzi ambao wamekata tamaa ya kusoma na kujiona kwamba wao ni namba mwisho kila wakati, lakini kuwapa hamasa na hao wanafunzi wengine ambao siku zote wanashika nafasi za kwanza, ili watambue kwamba kama wakizembea katika masomo yao, lolote linaweza kutokea. Watu ambao hawadhani ndio watu ambao wanakuja kushika nafasi ya kwanza endapo wasipoongeza bidii ya kusoma katika masomo yao." Baada ya mwalimu Cyprian kuniambia maneno yale, nikajikuta nimemuelewa sana kwa ushauri wake. Nikamwambia, "Sawa mwalimu." Basi wakapiga kengele ya makutano ya wanafunzi. Baada ya hapo nikapewa zawadi yangu. Wanafunzi wengi walionionea wivu, wengine walinipa pongezi na wengine walionyesha chuki za wazi. Pia wapo walionifuata na kuniuliza nimeweza vipi kubadilika ghafla kimasomo, huku akiomba niwafundishe namna ya kusoma ili nao wawe kama mimi. Wakati naendelea kuongea pale na wanafunzi wengine, basi Kolumba akanifuata, kisha akaniambia, "Oh, hongera sana Goodluck. Hakika unatimiza ahadi yako. Nimefurahi." Nikamwambia, "Oh, asante Kolumba." Kisha akaniambia, "Vipi? Kesho Jumamosi unaweza kuja nyumbani? Sababu kesho nitakuwa nasoma na tunakaribia mitihani sasa. Kuna baadhi ya masomo ya nyuma yananishinda. Kwa kuwa wewe tayari upo vizuri, naomba uje unisaidie kama utakuwa na muda." Nikamwambia, "Hata usiwe na shaka Kolumba, nitakuwa na muda." Basi nilifurahi sana kuona kwamba Kolumba amefurahi kuona nafanikiwa katika masomo yangu. Basi ilipofika kesho yake mida kama ya saa 10 hivi jioni, nikaenda nyumbani kwa kina Kolumba, huku nikiwa nimebeba begi mgongoni likiwa na madaftari pamoja na vitabu ndani yake. Basi nikabisha hodi pale nyumbani kwa kina Kolumba. "Hodi, hodi." Nilibisha hodi mara 2, kisha nikasikia sauti ya kike kinikaribisha. "Karibu, subiri dakika chache nakuja." Basi nikatulia huko nikijiweka sawa. Baada ya sekunde chache nikasikia hatua za miguu zikija mlangoni. Nilijua fika anayekuja ni Kolumba, hivyo nikatengeneza tabasamu murua kabisa. Baada ya muda nikasikia mlango ukifunguliwa na sauti ya kiume ikanikaribisha, "Karibu." Nikashtuka kusikia sauti ile. Mbona sio sauti ya Kolumba? Ikabidi niinue macho kumtizama ni nani alinifungulia mlango. La haula, sikuamini macho yangu kwa kile nilichokishuhudia. Nilimuona ni mwalimu Cyprian akitoka nyumbani kwa kina Kolumba. Naam, na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Nitampata Wapi. Je, mwalimu Cyprian amefuata nini nyumbani kwa kina Kolumba? Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Nitampata Wapi. Goodluck ana mengi ya kutueleza. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Nitampata wapi?